Habarini za saizi mabibi na mabwana kokote mliko. Leo tumejaribu kuweza kutembelea katika shamba hili ambalo tumewekeza katika upande wa kilimo cha mazao ya chakula. Hiki ni kilimo cha mazao ya chakula, na hapa nilipo ni katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Chalinze, kata ya Kibindi. Ni mahali ambapo tumewekeza takriban hekari 10 ambazo ziko hapa, na mahindi ni kama ambavyo mnavyoyaona. Mahindi haya ndugu zanguni hayana mbolea. Nataka nithibitishe kwenu, mahindi haya mnayoyaona hayana mbolea ya namna yoyote, isipokuwa kilichofanyika ni kuweza kulima, kupanda pamoja na kusafisha tu. Sasa limekuwa ni gumzo kubwa kwa watu mbalimbali ambao wanaishi viunga hivi vya maeneo haya, na maneno ya sintofahamu yamekuwa yakiibuka kusema kwamba Dr. Riziki anatumia uchawi katika upande wa mazao yake. Kwa nini anashamiri kiasi hicho? Kwa nini? Sasa swali la kujiuliza ndugu zangu, uchawi wa namna hii ni wa faida au wa hasara? Hebu tushare na mimi video hii ndogo. Swali langu tu la msingi, uchawi huu tunaoutengeneza leo ni uchawi wa faida au ni uchawi wa hasara? Ni maswali ambayo natakiwa tuulizane mimi na nyinyi. Kumekuwa na gumzo kwamba mchawi anatumia uchawi katika upande wa kilimo cha kwake. Kuna dhambi kutumia uchawi kwenye kilimo? Kweli ukipita eneo hili, kama una mambo yako ya ajabu, lazima ubaki tu hapa. Yaani kama unataka kuweza kuchukua vyakula kwa ajili ya kuhamisha kwako, katika heka 10 nivune magunia 20, imekula kwako, lazima ya kwako yatakuja kwangu tu. Huo ni uchawi mbaya? Ni uchawi mzuri. Kwa hiyo sioni sababu ya kuweza kusigana kuona kwamba ni uchawi mbaya na nini. Uchawi huu ndugu zangu ndio uchawi wa faida. Unapopanda kutumia dawa, safi. Unapovuna kutumia dawa, safi. Unapolima ukazindika shamba lako ukaliwekea kinga, safi. Ndio mavuno haya ambayo leo tunayaona. Sio uchawi wa kuweza kumuumiza mtu. Leo nimekuja hapa shambani nikiambatana na mke wangu. Huyu ni mke wangu mkubwa. Huyu ni mke wangu mkubwa, Bi Fatuma. Huyu ndio mke wangu mkubwa ambaye tumeambatana shambani leo hapa. Tukaona hapana, hebu tuzungukie shamba tuweze kuona namna gani mavuno ambavyo yanavyoendelea. Na takriban ya miezi karibu 2 sijafika huku. Wapo tu vijana wanafanya shughuli na mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo ndugu zanguni, tunapoamua kufanya uchawi, basi tufanye uchawi wenye faida kama hivi. Tusiende kufanya uchawi wa kuweza kuumizana, kufanya uchawi wa kuweza kutukanana, kudhalilishana, kukejeliana, kuchafuana. Haina maana. Huu ndio uchawi sahihi wenye faida. Ndugu zanguni, nimeona nishare na nyinyi kidogo. Mahindi ni haya. Kwa yoyote atakayehitaji uchawi huu, basi anaupata. Sio uchawi wa kumuumiza mtu. Tazama, sogeza kamera hapa, watizame mahindi namna ambavyo yalivyo. Hii ndio faida yenyewe. Muhindi kama huu. Muhindi kama huu. Kila shina halikosi kuwa na muhindi. Kila shina lina hindi. Kila shina limevimba mahindi. Na huu ndo uchawi wa faida ndugu zangu. Kama mnavyoona namna hii ni hekari 10 ambazo zimesheheni mahindi ya kutosha. Kwa haraka hapa gunia 100 sio za kukosa. Haraka gunia 100 sio za kukosa katika upande wa mavuno. Kwa hiyo hali ni shwari, na watakia kila laheri kwa wakulima wote katika upande wa kufanikisha ukulima ulio na tija. Kwa ndugu zangu, sina mengi zaidi. Naomba nitumie muda huu kusema asanteni sana kwa niaba ya wote kushare video hii ndogo kwa ajili ya faida ya Wanaafrika na Watanzania kwa ujumla. Asanteni sana, niwatakie siku njema.